Wanadamu. Hai, Yohana katika Marko sura 6 mstari wa 17 sema, kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Nadhani sasa hivi imezuka kwamba Yohana hakuwa na hekima, aliacha wito wake. Wengine wanasema wito wa laana. Wakina Yohana, wakina Yesu, kufuatilia maisha ya watoza ushuru, Mafarisayo wanaofanya biashara kwenye hekalu. Nasema wanafuatilia hekalu lao hili la kwao. Jamani, mwanadamu ni mmoja. Yesu alifuatilia maisha yao, akafanya kikoto, akawatoa. Alifuatilia maisha ya Mafarisayo. Hebu ngoja nikusomee. Tusome vimbele hawa wenye huduma na wito wa laana. Wito wa laana. Tuwasome hawa watu wenye wito wa laana hawa. Wito wa laana katika Yohana sura ya ngapi? Sura ya 2 mstari wa 13. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Huyu anafuatilia ni maisha ya panya, ni ya ng'ombe. Si amewakuta watu hekaluni. Amekuta watu hekaluni wanafanya kitu ambacho sicho. Kwani ni dhehebu lake lile, alijenga yeye lile kile kitu. Chukua Yesu kama alivyo. Wewe unafikiri kumchukua Yesu kama alivyo ni nini? Ni ile desturi yake. Kuna watu hawaelewi. Mungu atasema nanyi hata lini, na wakati anakaribia kuja. Lini utageuka uchukue sura yake? Kwa kufuatilia maisha ya watu maarufu au wenye mamlaka kama Yohana, Elia, Nathani na kadhalika, walivyofuatilia maisha ya watu maarufu na wenye mamlaka, mimi nimepata zawadi ya kuuawa kwa mtoto wa pekee. 2, nimepata zawadi ya kufungwa gerezani. 3, nimepata zawadi ya maumivu ya mgongo, mimi, mke wangu na watoto wangu wengi wa karibu, ambapo mara nyingi kila napokaa lazima uone pana kitu hiki kingine kwa nyuma, na kiti kinachokalia automatically chenyewe kimebinuliwa hapa kwenye mgongo. Kwa hiyo na nilipokwenda mahali fulani kule nikutana na mtu mahali akasema, hiyo hali kwa tunaofahamu kiundani inaitwa umepigwa kitu kinachoitwa sumu ya taifa. Lakini lugha ambazo wanadamu mnajifurahisha nazo ni mbarikiwa, unafuatilia maisha ya watu maarufu au wenye mamlaka ili upate kiki, upate viewers, upate $1 ya Marekani, upate trending ama umaarufu. Wanadamu, hata kama mmeshakuwa mashetani kiasi gani, hivi ni umaarufu kiasi gani una maana, unaweza ukazipa gap la mtoto wangu wa pekee? Ni umaarufu kiasi gani? Ni umaarufu kiasi gani? Ni trending ya namna gani inaweza ikawa mbadala ya mateso yote niliyoyapata, ikiwemo kufungwa jela? Hii trending ina maana gani? Wanadamu mkoje? Ama ndio ile ambayo wengi huwa mnaweza kuua hata ndugu zenu. Mnaweza kuua hata ndugu zenu mupate sui umaarufu, mupate sijui fedha. Anyway, tuje kwenye fedha za Google. Mimi kwenye maisha yangu kwa sehemu kubwa, kwa klipu zangu hizi za namna ninavyokemea maovu, kufuatilia maisha ya hasa wenye ushawishi,
hasa wenye umaarufu na kusema makosa fulani wanayokuwa wanayafanya. Hizi klipu zangu ushawahi kuona zinakuwa na viewers wangapi, wa kwamba kuna pesa nyingi mtu hupata kwenye mitandao. Walio na hizo channel wanaolipo wanajua, kwa viewers ambao mimi kwa kipande kikubwa ni chini ya 20,000, ukiona wa 100,000, 200,000, 500,000, 300,000, pengine na miaka 3, 4, 5. Hivi viewers hao wanapokuwa chini ya 20,000, 3,000, 1,500, 2,000 kwenye nyimbo ndio 1,500, 3,500 ngapi? Mtu ulipo shilingi ngapi kwa mwezi? Kaangalie aina ya watu wanaoangalia kwenye yangu channel ile ambayo tunatumia. 84% ni wa ndani ya nchi. Wengi wanasemaga wakiangalia wa nje ya nchi mara nyingi unaweza ukawa na income kubwa. Mimi 84% mpaka 87% ni wa ndani ya nchi. Hivi anyway, tufanye, unaweza ukapata 60,000, 100,000, 80,000, 200,000, 300,000 kwa mwezi. Hivi hiyo ni pesa kubwa, inaziba gepu la kuuawa kwa mtoto wa pekee. Kwa sababu mimi mtoto wangu ameuawa kwa ajili ya kufuatilia, ndio nafuatilia maisha ya mtu yoyote, hasa mwenye ushawishi, anapotumia aina yake ya ushawishi ule kuharibu jamii. Anapotumia aina ya ushawishi wake ule kupenyeza vitu ambao vinapelekea jamii, karibu kila anayemwiga awe analeta madhara kwenye jamii. Updates za mbinguni, miongoni mwa yaliyomo moyoni mwa Mungu leo. Nimefanya hayo, akauawa mtoto wa pekee. Nikafanya hayo, nikafungwa gerezani, sehemu yenye mateso makali ambayo kwa kimsingi imeibua na mambo mengine mengi magumu sana kwenye maisha yangu. Kwa kufanya hayo, tuko na haya ambayo nayapitia mimi, mke wangu na watu wengine wa karibuni. Nimetaka ni wasisha haya, pengine wale mnaofurahi sana kwamba acha kufuatilia maisha ya watu, mwe mnashangilia, mwe mnajua mengi mnayonitaka yaje yanikute. Sijui kama yanapita ya nilionayo, yalionikuta sasa, mjue yatanikuta. Lakini nafanya hayo kwa mamlaka gani? Wengi mnasema, kwani usihubiri tu Injili? Mimi najaribu kujiuliza, Injili mnayotaka kuhubiri kama ya nani? Mbona naye anapingwa? Mbona naye anatukanwa? Mbona naye anakataliwa? Kama ya nani? Nani anahubiri Injili ambayo mnaita Injili? Anahubiri neno la Mungu, hafuatilii maisha ya watu. Nani ambaye hafuatilii maisha ya watu? Pengine kuna mtu ambaye huwa mnamsema hubiri kama ya Mwakasege. Mimi Mwakasege ni moja mtu, mimi ndo naye mpinga wa kwanza, na mpinga na kataa, nasema hakunaga ualimu wa aina hiyo. Mimi huwa nakataa, nasema mwalimu lazima awe anakemea, lazima awe anakaripia, lazima awe anatoa adhabu. Mwalimu lazima awe anasaisha, anatoa mitihani. Watu wanaonekana nani amewafundisha, wamefaulu mpaka wapi, wamekuwa watu gani. Mwalimu ambaye hawezi akawa anaona pengine mabaya, utaona utekaji, utaona mauaji, utaona tulipita kwenye wakati fulani wa korona. Huoni msimamo wa mwalimu wa wazi kwamba korona hii aidha tumuombe Mungu au tuchanjwe? Huoni. Si msemaji wa jamii, si mtoa mwongozo wa jamii. Tunapowafundisha watu, tunawafundisha ili wajue jinsi ya kupinga vitu fulani, wajue jinsi ya kukemea vitu fulani, kukataa vitu fulani, kuwa kisemeo kwenye jamii. Anyway, nirudi nikwambie, ni nani sasa? Turudi kwa huyu mwalimu. Mwalimu hafuatilii visa vya waliofanya watawala, watu maarufu,
waliofanya mambo mabaya humu kwenye Biblia. Hafuatilii wale watu, na wenyewe tuwashtaki, watushtaki kwa sababu wana ndugu. Au kufuatilia maisha ya watu, kipimo chake ni kufuatilia maisha ya watu waliokufaga zamani. Hawa wa sasa hivi, neno la Mungu lipo kwa ajili ya watu. Neno la Mungu lipo kwa ajili ya kufuatilia maisha ya watu. Unafuatilia tabia fulani, hasa ya mtu anayekuwa na ushawishi mkubwa, na kuonyesha kwamba hiki anachokifanya aidha iigeni ama hiki musiige, kina madhara 1, 2, 3. Biblia ilifanya hivyo, watu wa Biblia walifanya hivyo. Kuhubiri ni hivyo. Ni kweli mtu mwenye ushawishi fulani kwenye jamii, mtu mwenye umaarufu fulani, mwenye mamlaka fulani, ni kweli ukiongea udhaifu fulani, makosa fulani anayoweza akawa amefanya, inamwondolea umaarufu wake, inamwondolea ushawishi wake, inamwondolea ulaji wake, na hata inamweka kwenye hatari fulani. Kama ubaya aliyofanya unahitaji kulipwa malipo sawa na anachokuwa amekifanya, na kwa sababu anakuwa na kaushawishi na kaumaarufu na kamamlaka, ni kweli kabisa nao uwezo wa kutengeneza timu ya kusema hayo hayakuhusu, dili na yako. Mpaka wewe unamwambia Mbarikiwa dili na yako, adili na yake, tayari wewe unamfuatilia kwamba anashughulika na mambo ya wengine. Kwa tayari wewe hapo na wewe unafuatilia, unashughulika na mambo ya wengine. Kwenye Biblia watu wa Mungu kabisa walihubiri maisha ya watu, walifuatilia maisha ya watu. Nani amefanya nini? Kina faida kiasi gani? Kina hasara kiasi gani? Wengine wajifunze nini juu ya hicho? Waige au wasifanye kama hivyo? Ndio maana Biblia, Mungu wakati tu Kaini amezaliwa na Abeli, alimwambia Kaini, ukifanya vema hutapata kibali. Mimi nawaambia wanadamu, majina yenu kutajwa barabarani yanatajwa sana, lakini mnataka mtajwe vema wakati mmefanya vibaya. Ukifanya vizuri hutatajwa vema. Kwani unalazimisha utajwe vema wakati umefanya vibaya? Majina yenu, unafikiri ni Mbarikiwa tu anayetaja majina yenu nye, anayefuatia maisha yenu? Wengi wanataja majina yenu, lakini mnataka msifiwe tu. Mnataka msifiwe ili hali mumefanya mabaya. Kuna watu wamesema msitaje majina yetu kwenye mitandao. Wewe utaji majina akina Paulo, akina Yohana, akina Musa, akina Yesu, na wenyewe wakushtaki hata majina yetu. Kwa mfano, unaweza ukawa unaimba, unaomba, lakini ukasema mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa. Naweza kuona mimi nianze nichukue hatua. Umetaja jina langu. Tusitaje jina, pengine unaitwa Yohana, unaitwa Danieli, unaitwa Musa. Jina hilo lilikuwemo kwenye Biblia. Tukilitaja tu ni mpaka tukusifu. Tukisema umekosea hiki, na kwa bahati mbaya sehemu kubwa ya mambo tunayoyakosoa na kusema haya sio mazuri, mnakuwa nyie mmeyaonyesha kwenye mitandao. Kwa wewe unayokuwa umeonyesha kwenye mitandao, umesema kwenye mitandao, yanatakiwa kusifiwa tu. Hayahitaji challenge, hayahitaji kukosolewa, hayahitaji kusahihishwa, hayahitaji kupingwa. Nini? Mifumo ya hii dunia itakusaidia kumtesa, kumuumiza huyu mtu. Na wengi wanasema ni kiki, trending, viewers. I see. Wanadamu. Hai, Yohana katika Marko sura 6 mstari wa 17 sema, kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana, akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake, kwa kuwa amemwoa. Kwa sababu Yohana alimwambia Herode, si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo. Nadhani sasa hivi imezuka kwamba Yohana hakuwa na hekima, aliacha wito wake. Wengine wanasema wito wa laana, wakina Yohana, wakina Yesu, kufuatilia maisha ya
watoza ushuru, Mafarisayo, wanaofanya biashara kwenye hekalu. Nasema wanafuatilia hekalu lao hili la kwao. Jamani, mwanadamu ni mmoja. Yesu alifuatilia maisha yao, akafanya kikoto, akawatoa. Alifuatilia maisha ya Mafarisayo. Hebu ngoja nikusomee, tusome vimbele hawa wenye huduma na wito wa laana. Wito wa laana, tuwasome hawa watu wenye wito wa laana hawa. Wito wa laana katika Yohana sura ya ngapi? Sura ya 2 mstari wa 13. Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Huyu anafuatilia ni maisha ya panya, ni ya ng'ombe. Si amewakuta watu hekaluni, amekuta watu hekaluni wanafanya kitu ambacho sicho. Kwani ni dhehebu lake lile, alijenga yeye lile kile kitu, aijenga yeye lile hekalu. Hasitaje majina ya watu. Aliyesema Petro, shetani, rudi nyuma, huu kikwazo kwangu. Petro ni jina la mbwa, ni jina la kunguni, ni jina la afisi. Elia anaenda kumwambia Ahabu ya kwamba umeua ili utamalaki. Anamwambia Ahabu, umeua ili utamalaki, haya uliyoyafanya yatakurudia. Anafuatia ni maisha ya panya. Nathan ameenda kumwambia Daudi, kwa kuwa umemuua Uria ukachukua mke wake, na wewe mke wako, wake zako watachukuliwa mbele ya jua hili. Na laana nyingi alizomtamkia. Daudi alikuwa kunguni, mbwa. Wanadamu nyie, kizazi cha nyoka nyie, nyie ndio kusahihisha sehemu ya ubaya wenu na uleta madhara na kufanya dunia isiwe inajali utu wa mtu mwingine. Ni kutafuta kiki, ni kutafuta umaarufu, trending, ni kutafuta kulipwa. Wanadamu, sawa, kunihenyesha, mmenihenyesha, lakini nasikitika kuwajulisha njia ya imani na utumishi wa kweli, sio wa mimi mbarikiwa, wa mtu yoyote uliyeitwa kwa jina la Bwana, umepita kwenye kuweka sawa mambo ambayo hayako sawa. Ili andiko la Isaya 40 hakuandikiwa Yohana, ni mtu yoyote. Pengine kabla ya Isaya 40 nikusomee Yeremia 50 ambalo wengi ulisoma. Ili andiko ulisoma, lakini hawataki yanayotokea humo ndani utakapoanza kuwalungu. Anasema mstari wa 20, wewe urungu langu na silaha zangu za vita, kwa wewe nitawavunja vunja mataifa, na kwa wewe nitaharibu falme, na kwa wewe nitavunja vunja farasi na yeye ampandaye, na kwa wewe nitalivunja vunja gari la vita na yeye achukuliwaye ndani yake, na kwa wewe nitavunja vunja mwanamume na mwanamke, na kwa wewe nitavunja vunja mzee na mtoto, na kwa wewe nitavunja vunja kijana na mwanamume na kijana mwanamke, na kwa wewe nitavunja vunja mchungaji na kundi lake, na kwa wewe nitavunja vunja mkulima na jozi yake, na kwa wewe na ng'ombe na jozi yake ya ng'ombe, na kwa wewe nitawavunja vunja maliwali na maakida. Atakapokuwa na wavunja vunja kupitia wewe, watakaa tu wanakutazama. Atavunja vunjaje? Isaya 40 mstari
3, sikilizeni sauti ya mtu aliye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuzwa patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Wakunyosha palipopotoka. Unafikiri mbarikiwa tu? Mnakimbilia huo wito wako. Hakuna cha wito wako. Yesu alisema mimi ni njia, kweli na uzima. Ajaye kwa Baba atakuja kupitia njia ya mimi. Paulo katika Wafilipi 2:5 anasema iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu. Nia ni harakati. Nia si, ukisikia Mungu anaangalia moyo. Moyo sisi wanadamu huwa tunamsema huyu ana moyo kwa harakati na bidii na kutokukata tamaa kwake. Nia, iweni na nia hiyo hiyo iliyokuwemo ndani ya Kristo Yesu. Iweni na harakati zile zile alizokuwa nazo, moyo ule ule. Alifuatilia Mafarisayo, alifuatilia wanasheria, alifuatilia wakuu wa makuhani, alifuatilia makuhani, alifuatilia watoza ushuru, alifuatilia watawala, alifuatilia wenye dhambi, akakemea mabaya yao. Iweni na nia hiyo. Wito ni mmoja, njia ni moja. Tunachotofautiana ni background. Biblia inasema mwenye haki ni jasiri kama simba. Sehemu kubwa wengi wenu hamsimami kwenye wito huu kwa sababu ya machafu na background zinazowazunguka. Sasa wakina sisi wengine hatuna ubaya wote. Hata wanaosema nadhani hapo kanisani tuna watu wetu wanakujua vizuri, tutafichua mambo yako yote, wanajaribu kujikanyaga tu. Kiukweli ni hakuna ubaya wowote kwenye maisha yetu. Ndio maana automatically ni majasiri kusimama aliposimama Bwana wetu Yesu Kristo, waliposimama mitume wake na watu wake. Lakini jambo kubwa ambalo nimetaka ufahamu ni kwamba hakuna trending, hakuna umaarufu, hakuna dola za Marekani, wala hakuna kiki inayoweza kulipress kuwawa kwa mtoto wangu wa pekee kwa sababu ya kupinga maovu kwenye jamii, dhuluma kwenye jamii, utapeli kwenye jamii, uonezi kwenye jamii, uharibifu ambao hasa watu wanaokuwa na ushawishi hutumia ushawishi wao kuleta uumbwa, unyama duniani, kwamba mwanadamu aanze kufanya chochote. Kwa mfano, huyu anazini huko, anapozini hata kuzini sio dhambi, kuiba sio dhambi, kuua. Yani unaona karibu kila kitu namna kinavyofanywa kinaonyesha yeye vile anavyofanya na wengine wafanye hivyo. Kwa mujibu wa Biblia, kwa mujibu wa neno la Mungu, utapenda kiasi gani, utachukia kiasi gani. Nataka nikuhakikishie mimi nitasimama katika kile ambacho kwa maisha yangu au kwa mauti yangu Kristo ataadhimishwa ama itajulikana nilitimiza wajibu wa kuwemo kwangu duniani, kwamba kitaokoa, kwamba kitaniangamiza. Katika Ezekieli 2:3 Biblia inasema wanadamu na kutuma kwa watu, kwa nyumba ya Israeli, watu wanaoasi sana, na kutuma uende ukawaambia, najua hawatakusikiliza lakini watajua nabii amepata kuwako katika maisha yao. Najua sitabadili kitu, sijabadili kitu, nimeambulia haya niliyoambulia, nitaambulia yote ambaye mtu fulani inawezekana na kimamlaka fulani, pengine unatengeneza timu ya kutafuta. Ukiona kuna mtu nimesema makosa yake, udhaifu wake, basi unaanza kumchokonoa, unatumia watu wana comment kutukana, halafu unatumia mtu anasokonyoa mambo fulani pale, anasokonyoa mambo, basi yule mtu anaanza kutafuta kunishtaki ili utimize adhima yako ya mbarikiwa. Tutampoteza tu mpaka dakika ya mwisho. Mimi ni wale ambao hata wakati nitakapokuwa siongei, nitakuwa naongea, na kuhakikishia
hautashinda, hautakaa salama kwenye kicheo, kinafasi, kiumaarufu, kimamlaka ulicho nacho, kwa sababu mbarikiwa atapata matatizo kuliko ambayo ameshapatikana nayo. Hautakuwa salama. Yeyote unayetukana, yeyote unayetumiwa kwa namna hiyo, yeyote unayejadili ubaya vibaya, unanijadili vibaya na kwa maksudi au kwa kutokujua, kwa kujua au kwa kutokujua, ubaya wako unao comment, ubaya wako unaoandika kwenye mitandao, unaonisema, unatumiwa kama njia ya madhara mengi juu ya maisha yangu. Hautashinda, hautapata raha, hautapata furaha, baraka, kwa sababu ya mateso yangu ambaye pengine sikustahili hata kutukanwa, nitakiwa kuheshimiwa. Una uhuru wa kusema umezidi. Nisingezidi, hivyo vitu visingekuwa vinakuwa regulated. Hiyo ambayo haijazidi haibadili kitu. Hii inayozidi ndio inayofanya sasa mnashtuka kidogo. Hata mimi nisingependa kuzidi, lakini isipotokea ya kuzidi, mnaendelea mbele. Ukisikia karipia, manake tumia lugha iliyo zaidi ya mtu huyu alivyozoea. Na Biblia imetaka tukaripie, tuonye, tukemee. Sasa ukitaka ukemee bado kwa lugha inayokufurahisha, kwa lugha ambayo inakufurahisha, na unabaki pale pale, unaendelea na uchafu ule ule, hiyo sidhani kama Biblia hii iliwahi kufanya hivyo. Wote waliokemea kwa sura kama ya kwangu kweli walikuwa hatarini, lakini kulikuwa ndo kutimiza wito wao, ama ulikuwa ndo mwanzo wa kuokolewa kwa jamii yao. Yanatosha kwa leo. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani, sema itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana tangu sasa, pate kumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwamuzi wa mwisho yu karibu kuja. Hii ni maana ya neno Maranatha.